Baadhi ya bidhaa za vyakula zilizoongezeka bei kwa mwezi Disemba 2019 zikilinganishwa na bei za mwezi Disemba 2018 ni pamoja na mchele kwa asilimia 7.0, mtama kwa asilimia 3.3, nyama kwa asilimia 2.3, maharage kwa asilimia 7.7 na viazi mviringo kwa asilimia 2.7. Kwa upande mwingine, baadhi ya bei za bidhaa zisizo za vyakula zilizopungua bei kwa mwezi Disemba 2019 zikilinganishwa na bei za mwezi Disemba 2018 ni pamoja na gesi ya kupikia kwa asilimia 2.1, mafuta ya taa kwa asilimia 7.1, jiko la kupikia la gesi kwa asilimia 1.6, mafuta ya petroli kwa asilimia 8.7 na dizeli kwa asilimia 8.7. Ndugu waandishi wa habari, mfumuko wa bei wa bidhaa za vyakula na vinywaji baridi kwa mwaka ulioishia mwezi Disemba 2019 umeongezeka kidogo hadi kufikia asilimia 6.3 kutoka asilimia 6.1 kwa mwaka ulioishia mwezi Novemba 2019. Kwa upande mwingine, mfumuko wa bei ambao haujumuishi bidhaa za vyakula na nishati kwa mwaka ulioishia mwezi Disemba 2019 umepungua hadi asilimia 2.1 kutoka asilimia 2.2 kwa mwaka ulioishia mwezi Novemba 2019. Baada ya kuona hali hiyo, sasa nitazungumzia mabadiliko ya fairisi za bei kati ya mwezi Novemba 2019 na mwezi Disemba 2019, kipindi cha mwezi mmoja. Takwimu zinaonyesha kwamba fairisi za bei kati ya mwezi Novemba 2019 na mwezi Disemba 2019 zimeongezeka kwa asilimia 0.6 ikilinganishwa na ongezeko la asilimia 0.5 kati ya mwezi Oktoba 2019 na mwezi Novemba 2019. Fairisi za bei zimeongezeka hadi 117.10 mwezi Disemba 2019 kutoka 116.39 mwezi Novemba 2019. Kuongezeka kwa fairisi za bei kati ya mwezi Novemba 2019 na mwezi Disemba 2019 kumechangiwa na kuongezeka kwa baadhi ya bei za bidhaa za vyakula na bidhaa zisizo za vyakula. Kwa mfano, baadhi ya bidhaa za vyakula zilizochangia kuongezeka kwa fairisi ni pamoja na mahindi kwa asilimia 2.8, kuna unga wa mahindi kwa asilimia 4.8, unga wa ngano kwa asilimia 1.2, mtama kwa asilimia 4.2, unga wa mtama kwa asilimia 2.7, nyama kwa asilimia 1.2, mboga kwa asilimia 2.2, maharage kwa asilimia 2.3 na mihogo kwa asilimia 2.8. Kwa upande mwingine, baadhi ya bidhaa zisizo za vyakula zilizochangia kuongezeka kwa fairisi ni pamoja na viatu vya wanawake kwa asilimia 1.5, matengenezo ya magari madogo binafsi kwa asilimia 3.0, vyombo vya jikoni kama sahani kwa asilimia 1.3, gharama za usafi binafsi kama kutengeneza nywele kwa wanawake kwa asilimia 1.1 na mabegi ya shule kwa asilimia 2.3. Sasa tuangalie, nitazungumzia wastani wa mfumuko wa bei wa taifa kwa kipindi cha miezi 12 kuanzia Januari hadi Disemba 2019. Ndugu waandishi wa habari, wastani wa mfumuko wa bei wa taifa kutoka Januari hadi Disemba 2019 umepungua hadi asilimia 3.4 mwaka 2019 kutoka asilimia 3.5 mwaka 2018, ikimaanisha kutoka Januari hadi Disemba 2018. Wastani wa mfumuko wa bei wa bidhaa za vyakula umeongezeka hadi asilimia 4.3 mwaka 2019 kutoka asilimia 3.7 kwa mwaka 2018. Kwa upande mwingine, wastani wa mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za vyakula kwa mwaka 2019 kuanzia Januari hadi Disemba 2019 umepungua hadi asilimia 4.0 kutoka asilimia 4.3 ilivyokuwa mwaka 2018. Wastani wa mfumuko wa bei ambao haujumuishi vyakula na nishati umeongezeka hadi asilimia 3.0 mwaka 2019 kutoka asilimia 1.9 kwa mwaka 2018.
Baadhi ya bidhaa zilizochangia kuongezeka kwa wastani wa mfumuko wa bei ambao haujumuishi vyakula na nishati kwa mwaka 2019 ni pamoja na mavazi kwa 3.0%, samani kwa 3.4%, vyombo vya jikoni kwa 4.7%, gharama za kumwona daktari katika hospitali binafsi kwa 4.1%, vitabu vya shule kwa 2.2%, madaftari kwa 2.0%, gharama za ada kwa shule za msingi za binafsi kwa 2.5%, na gharama za shule za sekondari za binafsi kwa 3.2%. Baada ya kuona hali ya mfumuko wa bei katika nchi yetu, sasa naomba nizungumzie kidogo hali ya mfumuko wa bei wa mwezi Disemba 2019 kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Ndugu waandishi wa habari, hali ya mfumuko wa bei kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki ni kama ifuatavyo. Nchini Kenya, mfumuko wa bei kwa mwaka ulioishia mwezi Disemba 2019 umeongezeka hadi 5.82 kutoka 5.56 kwa mwaka ulioishia mwezi Novemba 2019. Kwa upande mwingine, Uganda, mfumuko wa bei kwa mwaka ulioishia mwezi Disemba 2019 umeongezeka hadi 3.6 kutoka 3.0 kwa mwaka ulioishia mwezi Novemba 2019. Baada ya kuzungumza hayo, napenda kuwashukuru kwa mara nyingine tena kwa kuhudhuria kikao hiki muhimu, na ninatoa wito kwenu kuelimisha wananchi wote kuhusu umuhimu wa matumizi ya takwimu hizi za bei, lakini pamoja na takwimu nyinginezo zinazoandaliwa na kutolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Pia ninawaomba wananchi wote kwa ujumla kutoa ushirikiano wa dhati kwa ofisi za takwimu za mikoa wakati wa ukusanyaji wa takwimu mbalimbali kwa lengo la kutoa taarifa zilizo sahihi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.